Na mambo vipi wadau wetu wa Global TV, tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Leo katika mji wa Baraka tarehe 13 za mwezi wa pili mwaka wa 2026 ambako ziara za kuwapokeza wazalendo pesa zimeanza tangu hapo jana na leo, mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo utakwenda kujionea kile ambacho tumekwenda kujiana na baadhi ya mmoja wa wazalendo ambaye ameweza kujitolea kwa ajili ya kuweza kutoa 1-2-3 na shukrani kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kile ambacho imeweza kufanyia wazalendo na kuwasaidia kwa msaada kidogo wa pesa dola 325 kwa ajili ya jamaa zao, huku wakisema ya kwamba wanakufa bila kupata malipo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeamua kuwapanguza machozi kwa kazi ngumu ambayo wanaendelea kuitumika kwa ajili ya kutetelea nchi yao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu ya Global TV, naomba upate kubonyeza alama ya subscribe, kisha utagonga hicho kidude cha kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu. Mimi ni mtangazaji wako, naitwa Jacob Daniel Pascal, na kutangazia ndani ya Global TV. Labda ni courage gani hapo? Tunapewa pesa Kiwango gani? Dola 325. Yaani mkifaransa huwa $125. Na kwa sasa hivi tunaona waraia wengi wanashughulikia na swala hilo, na labda unaweza kuwa na ujumbe mwingine wa kuwaambia wale vijana ambao hawajajiajiri. Ujumbe wangu kwa vijana wenzangu wa kiume pamoja na wa kike ni kusema kwamba watu waje tufanye kazi pamoja na mzee wetu, rais wetu Felix. Ni mtu ambapo anatupenda na ni mtu ambapo anapenda nchi yetu, na ile ambapo tulikuwa tunalialia kwa nini wazalendo hawatakumbukwa, kwa nini wazalendo hawapewe kidogo, lakini Mungu amesaidia. Rais kwa sasa anaanza panda. Kwa hiyo naweza kutaja kwamba vijana waje tufanye kazi, tuache mambo ya kuingiliana watu usiku, kuiba vitu ovyo. Ukosefu wa kazi unasababisha mtu kuingia katika madhara mambo mengi, na kijeshi ni kazi. Hilo ndilo ambapo ninaweza kuzungumza. Na labda kuhusiana na pesa hizi ambazo mnapokea kutoka kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi, ni pesa za mshahara wa mwezi au ndiye ile wanaitaga mkifaransa prime d'encouragement, zile pesa za kuwapatia kwa sababu ya shughuli za kazi mnazozifanya? Ni kusema kwamba haziyakuwa mshahara, kwa sababu mshahara huja kwa mwezi, lakini tungali tunapewa. Ninaamini ya kwamba Mungu atasaidia tu, labda vinaweza kuendelea, labda vinaweza kupitisha tena kuliko hapa, kwa sababu hatujajua mpangilio kadiri ulivyo, lakini mwanzo wa mvua ni mawingu, na ile ambapo tunaloliona tunaona kwamba tuna matumaini hata tena mwezi mwingine na miezi mingine tutakuwa tunapata. Na tumesikia kwamba kule maeneo ya Nemba na Kikonde, tumesikia kwamba kule wamefungua kambi ya kijeshi ya kufundisha wanajeshi. Vipi, mmelipokea hilo jambo namna gani? Nalo pia ni nzuri, kwa sababu ni kazi ambapo tumeipenda. Ndiyo. Ni kazi ambapo tunaifurahia, ni kazi ambapo tuliichagua, na ni nafasi moja tu, ni Kikonde katika sekta ya Nganja. Kwa njia ya kushuka Kazimia unavuka mtoni Nemba, bali ndipo ambapo kunafanyizia hiyo kazi, na ni lazima mtu kufunzwa, ni kitu kizuri, ijapokuwa tu kwa wapambanaji, lakini ni heri na ni vizuri kuwa na hekima na busara, kwa sababu ukifunzwa utajua jinsi gani utakavyoishi na raia na kuchunga raia na mipaka yake yote. Na una neno gani kwa wale ambao wamejiasi kutoka kwenye jeshi la taifa na kwa wale wazalendo ambao wasiokidhi mahitaji ya nchi ambao wamekimbilia kwenye upande wa uasi? Una neno gani kwao kuhusiana na hii swala? Neno langu ni kusema kwamba Wakongomani ambao walikuwa katika jeshi la taifa na wale ambao walikuwa katika miongoni mwetu sisi wakaondoka, muda ukingaliki, waje wajisalimishe kwenye kuko serikali, waje wajisalimishe kwenye kuko viongozi wa coordination ya wazalendo, waje wajisalimishe, watapokelewa. Serikali yenyewe itajua nafasi ambapo itakayo wahifadhi kuliko kwenda kujiunga na adui.
kuna siku watakosa njia ya kuja kujisalimisha, lakini muda ukingaliki, Wakongomani wanasema ya kwamba waje, ili serikali itawahifadhi na itaona jinsi gani ambapo itakavyowatembeza. Asante sana. Na labda kuhusiana na kundi hizi za wazalendo, kwa sababu tunajua kwamba kuna kundi nyingi sana za wazalendo. Je, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeipokeza tu kundi yenu au ni kundi zote za wazalendo zinazopatikana katika province ya Sud Kivu? Serikali ilipana kwa yeyote yule ambapo anaitwa mzalendo. Ndio. Kwa sababu hakuna tena vitu vya makundi, na ndio kwa maana kuliundwa kundi moja tu ambapo inaitwa Rade, na hiyo Rade ambapo inasimamiwa na kiongozi wetu numero 1 mzee wetu William, ndiye coordinateur wa Rade province yetu ya Sud Kivu. Na ndiyo kwa maana pesa zinakuja, hazikuji kwa kundi fulani, inakuja tu mikononi mwao, na wao ndio wanafanya kazi kwa wazalendo wote bila kubagua wala kuchagua. Na labda unaweza kuwa pia na ujumbe kwa wale wazalendo ambao wanapokea mafuta, ambao wanazitumikisha kwa njia isiyokuwa vizuri. Ni kweli, ujumbe wangu ni kusema kwamba ndugu zangu wazalendo, kazi ni nzuri kama unaonyesha alama ya kazi katika familia, katika maisha yako. Sio pesa, unapata pesa unaanza kuingia katika vilabu kupiga masase ovyo, unajiuliza pesa zote zilikwenda wapi? Ni afadhali unachukua hata pesa unatafuta hata kiwanja kadogo. Uwanja sio mpaka Baraka tu center, hata kando tu ya jiji letu la Baraka, kwa sababu hata mtu akifa watoto watasema kwamba baba alituachia kitu fulani. Na labda kuhusiana na hali ambayo ilikuwa katika mji wa Baraka, risasi kulia sana, watu kuporwa. Je, una ujumbe gani kwa raia? Raia wategemee nini kutokana na hii salari kidogo ambayo serikali ya Jamhuri ya Kongo imewapatia? Kwa sababu wengi walikuwa nasema watoto wetu wanatuchukua pesa wala wanatuiba kwa sababu ya kukosa mshahara, na hivi wamepokea mshahara. Una neno gani kwa wakaaji wa mji wa Baraka na tarafa lote la Fizi kwa jumla? Wakaaji wa jiji letu la Baraka na kando mzima, ni kusema ya kwamba mtoto ni mtoto tu, na kila mtu ana akili yake tofauti. Kuna mtoto unaweza mpatia chakula sasa hivi, tena anaenda kuiba tena ingine chakula ambapo baba yake wanamwachia. Ila cha msingi ni kusema kwamba katika viongozi wetu sisi ni lazima kutuliza sisi vijana wao, na sisi tujue ya kwamba tunachunga ni raia yetu. Raia yetu siyo wambanda wetu, siyo wagonvi wetu, na raia ijisikie huru, ijisikie amani, kwa sababu sisi ni watoto wao, na chochote watakachokiona ni kibaya watoe ripoti mbele wakati, kwa sababu kifuatiliwe na hatua kali. Neno lako la mwisho kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kile ambacho wamewafanyia. Neno lako la mwisho, ujumbe wako wa mwisho. Kwamba serikali waendelee kutusaidia, waendelee kutupatia moyo, kwa sababu hatua kama na hii inatupatia usisimuaji sana, na kusema kwamba kama ni kufa kwa ajili ya nchi nitakufa tu, na afadhali nikufe kwa sababu watoto wangu na mimi wanaanza shiba na watanyamba vizuri. Kiongozi, tunakushukuru. Asante sana.